Kuna kitu cha hatari sana ambacho wengi walioitwa na Mungu hawakijui. Sio kila aliyeitwa anaishia kutimiza kusudi lake. Wengine walianza na moto mkali, walikuwa na sauti, walikuwa na neema, walikuwa na ishara zote za kuitwa, lakini leo wamezimika, moto wao umegeuka kuwa majivu. Swali ni hili: nini kiliwaua njiani? Nini kiliwaharibu? Ukweli mchungu ni huu: sio shetani peke yake anayewaangusha walioitwa. Mara nyingi ni makosa yao wenyewe wanaoyafanya bila kujua. Na jambo la kutisha zaidi ni hili: unaweza kuwa umeitwa kweli, lakini kama hutajua makosa haya 10, unaweza kuharibu kusudi lako kabla halijakomaa. Katika video hii nitakufungua macho, na kama una hekima utajirekebisha kabla hujachelewa. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, tafadhali hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie makosa 10 makubwa ambayo walioitwa na Mungu huyafanya na yanawaharibu kabisa. Namba 1, kukimbilia huduma bila kujengwa ndani. Wengi huanza kuhubiri kabla hawajajengwa kiroho. Wanataka jukwaa kabla ya mizizi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5 hadi wa 10, imeandikwa nukuu: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, naye utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa litambue, Mungu alimuita Yeremia, lakini pia alimfundisha na kumjenga kabla ya kumtuma kikamilifu. Kosa ni kuchelewa kujengwa huletwa kuanguka haraka. Kuchelewa kujengwa huleta kuanguka haraka. Kwa hiyo kosa la kwanza ambalo watu wengi walioitwa na Mungu ulifanya ni kukimbilia huduma bila kujengwa ndani. Watu wengi wanakimbilia huduma bila kujengwa ndani. Unajua, usipojengwa ndani utaanguka haraka. Ndio maana watu wengi wanaweza kaanza huduma, unakuta tu ameshaitwa na Mungu, ameshaisikia sauti ya Mungu, ameshaona kuna ishara moja imetajwa, tayari naye ameshafungua huduma, ameanza kujiita apostle. Tayari mwingine anajiita nabii, tayari mwingine anajiita mtu fulani, apostle, sijui apostle nani, sijui mwalimu nani. Sikiliza nikwambie kitu. Hili ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya. Watu wengi wanakimbilia huduma bila kujengwa ndani. Wanakimbilia kwanza huduma bila kujengwa ndani. Mungu anapokuita, Mungu alipomwita Yeremia alianza kumfundisha kwanza. Alipomwita Yeremia alianza kwanza kumfundisha kwanza. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa utambua kabla hujaanza huduma, hakikisha ndani una mizizi ya kutosha. Hakikisha umejengwa vizuri, kwa sababu usipojengwa utaanguka haraka. Usipojengwa vizuri utaanguka kwa haraka. Lakini kosa la pili ambalo watu wengi walioitwa na Mungu hulifanya, na kosa hili linawaharibu kabisa na kuwaua, ni kiburi cha kiroho. Kujiona tayari, kiburi cha kiroho. Ukianza kujiona unajua kila kitu, hapo ndipo kuanguka huanza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 na mstari wa 18, imeandikwa kiburi hutangulia uangamizi. Wengi walioitwa
Huanguka si kwa sababu hawajui, bali kwa sababu wanajua sana. Kiburi. Mtu hataki kuambiwa anajiona anajua kila kitu. Jambo hili, kosa hili watu wengi walioitwa na Mungu ulifanya. Kiburi. Anajiona anajua, ana kiburi. Anajiona yeye anajua kila kitu, ameshafika. Hakuna mtu wa kumwambia kitu chochote. Kiburi kimeangusha huduma za watu wengi. Kiburi, kujiona, kujikweza. Mwingine mpaka anafikia hatua na watukana watu wengine. Anajiona yeye ndo anajua sana kuliko watu wengine. Kiburi kinaua watu wengi sana. Na kosa mojawapo ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya, watu wengi, ni kiburi. Mtu anajiona anajua kila kitu, hakuna mtu wa kumwambia chochote. Kiburi kinaua huduma. Kosa la tatu ambalo watu wengi walioitwa na Mungu kulifanya, kukosa nidhamu ya kiroho. Spiritual discipline, kukosa nidhamu ya kiroho. Ukikosa maisha ya maombi, maisha ya kusoma neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu, utajikuta unaanguka kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari 46 imeandikwa, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo bila maisha ya ndani, huduma inakuwa maigizo. Ukikosa ile nidhamu ya kiroho, nidhamu ya kuomba, nidhamu ya kusoma neno la Mungu, nidhamu ya kuishi neno la Mungu, utajikuta huduma yako inaanguka. Na watu wengi huduma zao zimeanguka kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kiroho. Unakuta mtu ana huduma kubwa, afungi, haombi, asomi neno la Mungu. Yeye akifika tu anaongea yake, asomi neno la Mungu. Kwa kosa hili limeangusha huduma za watu wengi, kukosa nidhamu ya kiroho, nidhamu ya kuomba, nidhamu ya kufunga. Unajua Mungu akikuita unatakiwa uwe karibu naye, sio mbali naye, kwa sababu yeye ndo ana ramani yako. Kwa sababu yeye ndo kiongozi wako, ana ramani yako, anajua unatakiwa upite wapi, ufanye kitu gani, uanze yeye wapi, uende wapi, anakuwa anajua. Sasa watu wengi wanakosa nidhamu ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia utaona Yesu Kristo alikuwa anakesha milimani, anaomba. Ilikuwa ndo tabia yake, alikuwa anaomba, anashinda milimani, anafundisha, anaomba milimani, anashuka. Na ukiangalia Yesu wakati ameshuka kwenye milima, alikuwa anafanya vitu vikubwa sana. Kasome Biblia yako utaona. Kwa hiyo kukosa nidhamu ya kiroho, hii ni kosa ambalo watu wengi walioitwa na Mungu ulifanya. Unakuta mtu haombi, hafungi, hasomi neno. Sasa wewe kama usomi neno la Mungu utafanyaje kazi ya Mungu? Kwa hiyo kukosa nidhamu, hii ni kosa, nidhamu ya kiroho ni kosa ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya, na kosa hili linawaangamiza wengi. Namba 4, kutegemea karama badala ya tabia. Kutegemea karama badala ya tabia. Karama zinaweza kufungua milango, lakini tabia ndio inakufanya hudumu. Naomba narudia tena, nisikilize vizuri. Karama inaweza kufungua milango, lakini tabia ndio inakufanya hudumu. Tabia yako inaweza ikakufanya hudumu. Kwa lugha nyingine naweza nikasema karama zinaweza kufungua milango, lakini tabia yako inaweza ikafunga mlango huo. Karama inaweza kufungua mlango, tabia yako inaweza ikafanya mlango huo uendelee kuwa wazi au mlango huo ufungwe. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa kwanza hadi wa pili imeandikwa, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii wa kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Kwa hiyo hata ukiwa na karama kubwa, bila upendo, bila tabia, kuna kitu. Tuko pamoja? Kama unanielewa naomba comment. Kama tuko pamoja andika tuko pamoja mwalimu, na kupata vizuri. Mwingine anakasirika, anaona mwana mwalimu anapiga kwenye mshono. Kwa kutegemea karama badala ya tabia, ni hatari sana. Kwa hiyo hata ukiwa na karama kubwa bila upendo, bila tabia, ni sana na hakuna kitu. Wengi wanaanguka kwa sababu tabia zao hazikui sawasawa na karama zao. Wengi wanaanguka kwa sababu tabia zao haziwi sawasawa na karama zao. Tuko pamoja? Namba 5. Kosa la 5 ambao wengi walioitwa na Mungu ulifanya ni kukosa mwongozo wa kiroho. Kukosa mwongozo wa kiroho.
wengi hawataki kufundishwa au kuwa chini ya mtu yoyote. Hili ni tatizo, ni janga kabisa. Kosa ambalo mojawapo ambao watu walioitwa na Mungu lifanya, kukosa mwongozo wa kiroho. Wengi hawataki kufundishwa au kuwa chini ya mtu yoyote. Waibrania sura ya 13 na mstari wa 17 imeandikwa, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafani. Watiini wenye kuwaongoza. Kosa hili huzaa upotovu na maamuzi mabaya. Watu wengi hawataki kuongozwa, hawataki kufundishwa. Nakuta mtu ameshaitwa na Mungu, anaona nimeitwa na Mungu, naanzisha huduma yangu, mimi ndo mwenyewe. Ni kosa hatari sana, ni kosa hatari sana kukosa baba yako wa kiroho, atakaye kufundisha, atakaye kuonya, atakaye kuambia hapa sio sawa. Kuna mwingine akishaonywa anazira, anafuta na namba ya simu. Kwa kukosa mwongozo wa kiroho ni kosa ambalo watu wengi walioitwa na Mungu wanalifanya. Watu wengi hawataki kufundishwa, hawataki kuwa chini ya mtu yoyote. Unakuta mtu hataki, ndio mwingine anaenda kuanzisha huduma yake, mwisho wa siku anakufa. Mwingine ni muhimu kuwa na baba wa kiroho, baba atakaye kufundisha, baba atakaye kuonya, baba atakaye kuonya, atakaye kukalipia. Ndio Biblia inasema watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kwa hiyo pata mtu ambaye atakuonya, atakuongoza, atakufundisha. Kosa la 6 ambalo watu wengi walioitwa na Mungu lifanya ni kutafuta umaarufu baada ya kusudi. Kutafuta umaarufu badala ya kusudi. Watu wengi wanataka kujulikana haraka kuliko kukomaa. Mtu ameshaanzisha anataka kujulikana haraka kuliko kukomaa kwanza. Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 10 imeandikwa, je, natafuta kuwapendeza wanadamu au Mungu? Kwa hiyo umaarufu wa haraka bila msingi huleta anguko la haraka. Narudia tena, umaarufu wa haraka bila msingi huleta anguko la haraka. Umaarufu wa haraka bila msingi huleta anguko la haraka. Watu wengi wanatafuta umaarufu badala ya kusudi. Mwingine anatafuta umaarufu, anatafuta kujulikana na watu, anatafuta ajulikane na watu, anatafuta kiki za kuingia mjini. Ni hatari. Narudia tena, ni hatari, ni hatari. Kwa hiyo kutafuta umaarufu badala ya kusudi, it is very very dangerous. Ni hatari, na kosa hili watu wengi walioitwa na Mungu lifanya. Unakuta Mungu amemwita mtu, huyo mtu anaanza kutafuta umaarufu, anaanza kutafuta ajulikane, anaanza kutafuta kiki, anaanza kutafuta ni hatari. Umaarufu kama hujakomaa unapotea haraka. Unapotea haraka. Na wengine wanaamka, unashangaa kuna mambo wanayafanya mpaka wewe mwenyewe unajiuliza, hey, what is this? Hii nini? Kosa la 7. Kama tuko pamoja, naomba andika tuko pamoja. Kama unanielewa andika na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri andika na kuelewa vizuri mwalimu. Asante sana. Twende kosa la 7 ambalo watu wengi walioitwa na Mungu kulifanya, kupuuza onyo na sauti ya Mungu. Mungu anaonya lakini wao wanapuuza. Mungu anaweza kana kuonya lakini unakuta wao wanapuuza. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Mithali 29 na mstari wa 1 imeandikwa, aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Kwa hili ndilo kosa linaloharibu wengi bila kurekebishika. Kupuuza onyo au sauti ya Mungu. Kuna muda unaonywa wewe unapuuza. Unaonywa bwana isi hivi sio, wewe unapuuza tu, ataniambia nini? Wananonea wivu. Unaonywa kabisa, kuwa makini unakoenda sio sawa. Ukikataa kupuuza onyo au sauti ya Mungu, Mungu anaweza kana kuonya kupitia watumishi wake, watumishi wengine wanakuonya. Mungu anaweza kuwa anakuonya kupitia mtu, kupitia neno lake, lakini kama unakaidi, unaanguka, unavunjika kabisa. Biblia inasema aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Hutapata dawa, hutapata sehemu tena ya kusema ngoja nikae, au hutapata. Namba 8, kuchanganya huduma na tamaa za mwili. Kosa la 8 ambao watu wengi wanalifanya baada ya kuitwa na Mungu, kuchanganya huduma na tamaa za mwili. Watu wengi wanapokea wito lakini hawawezi kudhibiti tamaa zao. Kwa hiyo kuchanganya huduma na tamaa za mwili
Watu wengi unakuta mtu anapokea wito lakini hawezi kudhibiti tamaa zake. Wengi wanaanguka kwa dhambi za siri. Watu wengine wanaanguka kwa dhambi za siri kwa sababu ya tamaa, hana uwezo wa kudhibiti tamaa zake. Unakuta Mungu amemwita tayari anazini kwa sirisiri, anazini na wanakwaya, anazini kanisani, anafanya, anachafua. Wewe kuchanganya huduma na tamaa za mwili, hili ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya. Namba 9, kukata tamaa haraka wanapopitia majaribu. Watu wengi wanadhani wito ni maisha ya rahisi. Wakikutana na shida wanarudi nyuma, wanakimbia, wanasema nilikosea, itakuwa sio hapa, ni hapo hapo. Kukata tamaa haraka unapopitia majaribu. Unapokutana na majaribu, watu wengi wanakata tamaa. Unapokutana na majaribu wanakata tamaa. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 3 hadi wa 4, imeandikwa, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kwa hiyo wito upitia moto kabla ya kung'aa. Siku zote wito lazima upitie moto kabla ya kung'aa, lazima upitie majaribu kabla ya kung'aa. Kwa hiyo watu wengi wanakata tamaa haraka wanapopitia kwenye majaribu. Unakuta mtu anakata tamaa, anaacha huduma, anaanza kwenda kuuza, anaona ngoja aingie kwenye biashara. Namba 10, kusahau sababu ya kweli ya kuitwa. Hii ni kosa ambalo watu wengi walioitwa na Mungu lifanya, kusahau sababu ya kweli ya kuitwa. Watu wengi wanapoteza mwelekeo na kuanza kujitumikia wenyewe badala ya Mungu. Hili ni kosa watu wengi wanalifanya, walioitwa na Mungu. Watu wengi kusahau sababu ya kweli ya kuitwa. Watu wengi wanapoteza mwelekeo na kuanza kujitumikia wenyewe badala ya Mungu. Watu wengi wanaanza kujitumikia wenyewe, wanaanza kujitukuza wenyewe badala ya kumtukuza Mungu, wanaanza kujipa sifa wenyewe badala ya kumpa sifa Mungu. Mathayo 6 mstari wa 33 imeandikwa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishwa. Bali utafuteni kwanza. Kwa hiyo ukisahau kusudi, unapoteza mwelekeo wa maisha yako yote. Kwa hiyo jambo la msingi, naamini kuna kitu umejifunza. Haya sio makosa ya kawaida, haya ni mitego ya kimya inayowaangusha hata walioitwa kweli. Na ukweli ni huu, kuitwa sio mwisho, ni mwanzo wa vita. Kama umeitwa, utapimwa, utajaribiwa, utasukumwa mpaka mipaka yako. Lakini tofauti kati ya wale wanaofanikiwa na wale wanaoanguka ni hii: wanaojirekebisha mapema wanaendelea, lakini wanaopuuza wanaanguka. Swali ni hili: je, kuna kosa kati ya haya ambalo tayari linaanza kukuathiri lakini umekuwa ukipuuza? Ukilijibu hilo kwa uaminifu, unaweza kuokoa kusudi lako kabla halijaharibika. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Lakini pia Mungu akubariki wote utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu akubariki sana, nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.